Nikisema ni vijana wote ni machawa, sidhani kama nitakuwa nimekosea, kwa sababu tuna tatizo la kuwa na vijana wa aina mbili. Kwanza kabisa sio maoni tu. Kuna wakati tunafanya kazi moja kwa moja, kwa maana kwamba changamoto za ni lazima tuseme wazi kuwa bodi ya mikopo imefeli. Huwa kuna wakati katika swala tunazungumza kwamba kipi kiende hivi, kipi kiende hivi, kipi kiende hivi. Na tunafanya hilo katiba kuweza kuhoji, lakini unakuja unaona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo sio. Mapema mwaka huu alipata nafasi ya kuaminiwa kuwa mwenyekiti wa Seneti katika vyuo na vyuo vikuu ndani ya mkoa wa Mwanza, lakini pia kupitia chama chake, Chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM. Hapa anamzungumzia Kenneth Jeremia ambaye tupo naye ndani kuzungumza mambo mengi sana ambayo yanapaswa kutekelezwa na idara hii ambayo yeye anaisimamia, lakini ni katika eneo la kijiografia la mkoa wa Mwanza. Tutakwenda kugusia masuala mazima ya bodi ya mikopo ambayo imekuwa ikihusika na masuala mazima ya wanafunzi, lakini pia tutakwenda kuzungumzia mazingira ya kisiasa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu ambapo wengi wamekuwa wakitajwa kwamba wamegeuka kutoka baada ya kutumia elimu yao kuweza kuzungumza na kujadili yale mambo ya kisiasa na kijamii kwa namna ya kisomi, lakini wamegeuka wamekuwa machao, wengi wao wamekuwa wakitajwa hivyo. Tutakwenda kugusia katika eneo hili, lakini pia tutakwenda kuzungumzia na mazingira mazima ambayo yeye anaweza kuwa akiyasimamia kwa upande wa vijana. Ninayokaribisha, langu jina ni David Edward, lakini nyuma ya kamera yupo Martin Mbilinyi akihakikisha kwamba kila jambo linakuwa linakufikia wewe mtazamaji wa Mbayu TV kwa uzuri mkubwa kabisa. Kenneth Jeremia, karibu ndani, ambapo leo hii tunakwenda kugusia mambo mengi sana ambayo mwanzo nimeweza kukuelezea hapo kwamba tutazungumzia masuala mazima ya bodi ya mikopo na wanafunzi wa elimu ya juu, lakini pia tutazungumzia siasa na vijana, ambapo vijana wamekuwa wakitajwa sana kwamba wamekuwa badala ya kuwa wanazungumza vitu kisomi, wanazungumza vitu katika uhalisia wake, badala yake wamekuwa wakigeuka kuwa machao. Lakini pia tutakwenda kuzungumzia, tumekumbuka yale matukio ambayo yameweza kutokea mwaka jana kwa taifa letu la Tanzania, kitu ambacho kilikuwa ni kigeni, unaweza kusema hivyo. Tutakwenda kugusia katika eneo lako wewe kama kiongozi wao unalisimamia vipi. Lakini kabla ya yote, zungumza na mtazamaji wetu hapa, mueleze kwamba wewe katika nafasi ya kiongozi ni nani, labda kihistoria huko nyuma umeshakuwa kushika nafasi gani za kiongozi mpaka umefikia hapa, uzoefu ulikuwaje? Asante. Asante sana, lakini niseme kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye leo hii kwanza ametufanya leo hii tuko hai, lakini pia kipekee kwa kama ulivyonitambulisha awali, kwa jina naitwa Kenneth Jeremia, ndiye mwenyekiti wa vyuo na vyuo vikuu katika mkoa huu wa Mwanza. Lakini kabla ya kuwa mwenyekiti wa vyuo na vyuo vikuu katika mkoa huu wa Mwanza, nimewahi kushika nafasi mbalimbali ndani ya chama, lakini pia hata katika serikali za wanafunzi. Ikiwa nimewahi kuwa mwenyekiti wa UVCCM Kambarage Sauti, lakini kabla ya hapo nimewahi kuwa naibu waziri wa maafa na sherehe katika shule ya sheria Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustini. Lakini ukiachana na hapo nimekuwa kaimu katibu hamasa wa wilaya ya Kibondo. Lakini mwaka jana nimeweza kushiriki kikamilifu katika uchaguzi kwa kuweza kupiga kura, lakini pia nikiwa ni miongoni mwa watiania katika nafasi ya udiwani kata moja ya Busagala huko Kibondo. Kenneth Jeremia, katika nafasi yako ya mwenyekiti wa Senate, nilikuwa nikipitia miongozo ya Senate, inaeleza kwamba Senate ni kiunganishi kati ya wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wapo vioni, lakini pia yale mawazo yao, kwa maana wewe kama mwenyekiti unakwenda kuwakilisha katika vikao mbalimbali vya vyama. Ni kutokana na majukumu yako ambayo umekuwa ukiyafanya, sasa hizi ni miezi kadhaa ambayo umekaa katika nafasi hiyo, umelitekelezaaje jambo hili na ni matokeo yapi ambayo ya moja kwa moja unaweza kumthibitishia mtazamaji wetu kwamba haya ni matokeo ambayo yametokana na mimi kuweza kuchukua maoni kutoka kwa wanafunzi ambao nimekuwa nawatumikia na napeleka moja kwa moja kwenye vikao vya vyama, na haya ndio matokeo ambayo wameweza kuyapata? Kwanza kabisa sio maoni tu. Kuna wakati tunafanya kazi moja kwa moja, kwa maana kwamba changamoto za wanafunzi ni nyingi. Kuna changamoto ambazo hazihitaji tena vikao. Ni changamoto ambazo tunafika na tunaweza kuzitatua moja kwa moja. Kwa mfano, kuna wanafunzi ambao unakuta wamepata changamoto, hawana fedha. Hatuwezi kusubiri vikao ndipo tuweze kusolve changamoto zao za kifedha. Wanafunzi wanakuta hawana fedha ya chakula kwa kuwa kutokana na kiwango chao cha mikopo kuwa midogo. Kwa kuna wakati ambapo inabidi sasa niweze kuwatafuta watu mbalimbali, wadau mbalimbali kuweza kusolve changamoto zao. Lakini pia hata jambo la ada ni mambo ambayo hayahitaji vikao. Lakini katika masuala ya vikao tunaweza kukaa na tunaweza kupeleka mapendekezo
kuweza kuangalia ni kwa namna gani bodi ya mikopo iweze kuweka mazingira thabiti kuhakikisha kwamba wale ambao ni walengwa wa mikopo ile iweze kuwafikia. Na tukianzia hapo kwenye bodi ya mikopo, na imekuwa ikitenga fedha, na unaweza ukaona katika miaka hivi karibuni fungu limekuwa likipanda sana. Utazungumzia mwaka 2023 24 ilikuwa inasoma kama bilioni 731 hivi, lakini ukija mwaka 2025 26 imesoma na imepanda, imefika mpaka bilioni kama 900 kasoro trilioni 1. Lakini kiasi hiki ambacho kimekuwa kikitolewa, imekuwa ikionekana bado kuna upungufu, uhitaji umekuwa ni mkubwa sana. Wengi wanapewa kiasi hicho, lakini wengine wanasema kwamba hakitoshi. Unaweza kukuta unapewa ada inaweza kuwa 230,000, unajikuta unahitajika kuweza kumalizia kiasi cha zaidi ya milioni 1 na laki kadhaa huko mbele, unatakiwa ulipe mwanafunzi wewe binafsi. Kwa hiyo unakuwa kama ule mzigo unakuwa bado ni mkubwa sana. Hili tatizo hili wewe katika nafasi yako umelishuhudia, unaweza ukakiri kwamba lipo, na kama unaweza ukathibitisha tatizo hili lipo, umechukua jitihada gani kuweza labda kuonyesha njia ya kulitatua swala hili? Kwanza kabisa niweke wazi kwamba tatizo la mikopo limekuwa ni janga kubwa, na haya yote yanasababisha na ongezeko la wanafunzi. Kila mwaka ongezeko la wanafunzi linapanda, kila mwaka ongezeko la wahitimu linapanda. Kwa hiyo ni matamanio yetu sisi kama viongozi wa vyuo na vyuo vikuu kuona serikali inazidi kuboresha ni kwa namna gani sasa watu wataweza kupata mikopo hiyo. Lakini pia tunashauri bodi iweze kuangalia ni kwa namna gani inaweza ikaongeza vyanzo vya mapato yake ili kuhakikisha kwamba basi inaweza kukizi mahitaji ya wanafunzi. Na wakati wa zile kutuma maombi ya mikopo, umekuwa tafiti na za ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba wale wanafunzi ambao wanatokea katika mazingira ya vijijini, lakini pia wale wanafunzi ambao wamekuwa wakipata na masuala ya ulemavu, ya uyatima, hususan wale wa vijijini, wengi wao wamekuwa wakishindwa kuweza kunufaika na kile kipaumbele ambacho wanakuwa wanapewa, kwa maana wanaonyesha hali ya uhitaji jumla, kwa sababu wanakuwa wanashindwa kuweza kuandaa vile viambatanishi. Wewe unakwenda kuingia madarakani mwaka huu, na kuna kundi ambao mwezi huu unakwenda kuanza application hizo ama kutuma maombi. Umejiandaa vipi labda kuweza kushughulika na hili swala ili kuweza kuwaletea ule uwazi wa kiakili kwamba waweze kuwa wanafahamu kwamba unahitajika kuandaa nyaraka hizi ili kuweza kuthibitisha kwa bodi ule uhitaji wako, hususan wale wanafunzi wanatokea katika mazingira ya vijijini? Kwanza kabisa hapo nitajibu katika mazingira tofauti. Kitu cha kwanza tuko na mpango kwa kwamba tuna mpango wa kwenda kuanza kupita katika zile shule ambazo ziko ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, lakini pia tumeshazungumza huwa tuna umoja wetu wenye viti wa Senate wa nchi nzima. Tumeshazungumza kwamba tutabidi tuweze kufika katika shule zote ndani ya Tanzania yetu kwenda kuhakikisha kwamba watu wanaweza kwenda kupewa elimu juu ya masuala ya mikopo. Lakini pia ni mpango ambao uko katika utekelezaji katika masuala ya kimtandao, kuweza kuwa tunaweza kutoa elimu namna gani mikopo inaweza kuweza kwenda kutolewa, vigezo ni vipi, viambatanisho ni vipi. Lakini kipekee zaidi tunawaza na ni muda wowote kwamba tutakwenda kukaa na jumuiya ya vyuo na vyuo vikuu, nikimaanisha TAHLISO, kuweza kukaa nao na kuweza kuwapa mikakati ni kwa namna gani watakwenda kuwafikia wanafunzi hawa ambao ni hususa walioko katika makambi ya JKT, ambapo kwa sasa tukiangalia namba kubwa iko kule. Waende waweze kwenda kuweza kuwapa uelewa ni kwa namna gani hili jambo linaweza likafanyika bila kuweza kuathiri, na kuhakikisha kwamba wale watoto wa maskini kama sisi tunaweza kupata haki yetu ya msingi. Umekuwa na wewe ni mwanafunzi, naweza nikasema hivyo, manake mambo mengi kuhusiana na bodi ya mikopo umekuwa ukiyafahamu na umeweza kuyaona. Kama mwenyekiti wa Senate mkoa wa Mwanza na kama mwanafunzi, pengine unaweza kuwa ni mnufaika ama si mnufaika, lakini unajionea mazingira halisi, ni mapendekezo gani ambayo unatamani aweze kufanywa marekebisho juu ya bodi, hususan na masuala mazima ya utoaji wa hizi fedha kwa wanafunzi, kuanzia fedha za kujikimu, lakini pia malipo pamoja na malipo ya ada, naweza nikasema hivyo. Katika mazingira yote unaona kuna namna gani, mapendekezo yako ni yapi? Kipi kiweze kufanywa marekebisho hapo na kipi kiweze kuongezewa ama kipi kiweze kupunguzwa? Kwanza kabisa tuseme wazi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kujitahidi kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba vijana wa vyuo na vyuo vikuu wanaweza kupata ahueni wanapokuwa wako vyuoni. Lakini pia ni lazima tuseme wazi kuwa bodi ya mikopo imefeli
katika swala la kuhakikisha kwamba vijana wa vyuo na vyuo vikuu wanaipata mikopo hii katika usawa, lakini pia katika haki. Hii ni kutokana na kwamba niseme data ambazo wanazitumia huenda zikawa sio sambamba, kwa maana kuna watu ambao wanapewa mikopo hii sio walengwa. Hiyo ni changamoto. Hivyo basi naishauri bodi ya mikopo iende ikafanye kuassess kuhakikisha kwamba wanaoenda kupewa mikopo hii wawe ni watu walengwa, lakini pia ikaongeze vyanzo vya mapato. Ikaongeze vyanzo vya mapato kwa namna gani? Yapo mashirika mbalimbali ambayo yanaweza yakawa madona wakawa dona wakaja kudonate katika huu mfuko, hali ambayo inaweza kapelekea basi ondoa ile changamoto ya baadhi ambao ni walengwa mikopo hii kukosa na wakapata watu ambao sio wanufaika. Kwenye eneo ambao unakuwa unalisimamia, kwa maana eneo la wasomi wa vyuo na vyuo vikuu, hususan katika mazingira haya ya kisiasa, wasomi wengi wameonyesha kwamba ripoti na watu mbalimbali wanasema kwamba wasomi wengi wa kizazi hiki wanaonekana kwamba ni machao, unaweza kusema hivyo, wanaburutwa na watu wenye nafasi za juu, wanavutwa na watu wenye nafasi za juu. Wewe kama mwenyekiti wa Seneti mkoa wa Mwanza, una uwezo wa kulithibitisha ili kwamba lipo, na kama lipo unalielezea katika mazingira gani? Na niweke wazi kwamba sio wasomi tu. Kwa sasa tuna vijana, niseme ni vijana wote. Nikisema ni vijana wote ni machawa, sidhani kama nitakuwa nimekosea, kwa sababu tuna tatizo la kuwa na vijana wa aina mbili. Kwa sasa tuna vijana ambao wao wanakubali kila kitu na tuna vijana ambao wao wanakataa kila kitu. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba tumekuwa na machawa wanaokubali kila kitu na machawa wanaokataa kila kitu. Kwamba tumekuwa na watu ambao kitu kikifanyika ni kibaya, hana uwezo wa kusema ni kibaya kwa kuwa ameshawekwa kwenye misingi ya kukusifia kila kitu. Lakini pia tumekuwa na kundi la pili ambao wao hata kama kitu ni kizuri watasema hapana. Nitakupa mfano ndugu yangu. Tukiangalia katika hii awamu ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yapo maendeleo mengi ambayo ameweza kuyafanya. Huwa napenda kujizungumzia mimi mwenyewe na wale tunaotoka katika mikoa yetu. Kwa mfano mkoa wa Kigoma, shule niliyoisoma mimi ya sekondari ukilinganisha na shule ya msingi iliyojengwa katika awamu hii, vitu viwili tofauti tukizungumzia kwenye jambo la miundombinu. Lakini vijana wa upande wa pili au vijana fulani ambao wao wameshaaminishwa kukataa, leo hii ukimwambia kuna shule imejengwa Kisoko, atakwambia hakuna shule iliyojengwa pale. Hakuna kitu serikali imefanya, lakini serikali imefanya. Lakini sambamba na hivyo, wapo vijana ambao wameshaaminishwa kwamba wao ni kusema ndio. Lazima tuweke wazi, imetokea jambo, Mheshimiwa DC kashindwa kutekeleza majukumu yake, tuseme Mheshimiwa DC kashindwa kutekeleza majukumu yake. Mkuu wa mkoa kashindwa kutekeleza majukumu yake, tuseme mkuu wa mkoa kashindwa kutekeleza majukumu yake. Idara ya maji wameshindwa kutekeleza majukumu yao, tuseme wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Hao ndio vijana ambao tunawahitaji. Na hii ni kwa sababu kuna mwanya wa kuweza kurekebisha hichi kizazi kikaenda huko unakokusemea. Mwanya upo na nitoe rai kwa walimu wetu ambao wanatufundisha hususan kuanzia huko chini mpaka nikimaanisha shule za msingi mpaka vyuo na vyuo vikuu. Watutengeneze katika misingi sasa ya kidhalendo ya kujua kwamba hili ni baya, hili ni jema, kama ambavyo wachungaji wetu na mashehe wanajitahidi kufanya hivyo. Unaona hiyo ni solution kabisa. Lakini unajua wasomi wanaposimama kuweza kutumia akili zao, mawazo yao, kuwa wana challenge vitu mbalimbali, wanatoa mawazo yao kwa taifa, manake taifa linakuwa linakosa zile akili ambazo zinaweza zikasukuma katika nyanja zote. Tunazungumzia uchumi, siasa, jamii kwa ujumla. Wasomi hawa ambao tupo nao leo hii, ambao wao ni kusifia kila kitu, wao ni kukosoa kila kitu, kama ambavyo unaweza ukasema, labda niungane na wewe, tutakuwa na kesho gani kwa Tanzania? Kwanza kabisa mimi niweke wazi kwamba taifa linategemea vijana. Nguvu kazi ya taifa ni vijana. Tukiangalia kwamba umri wa miaka 18 mpaka miaka 35, hao ndio watu kidogo wana nguvu. Baada ya hapo basi watu wanaanza kuchoka. Sasa vijana wenzangu wana kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanaweka utaifa mbele kuliko kuweka maslahi ya vyama vya siasa ambavyo walio wengi wanatumikishwa na watu bila kujua kwamba wanaliharibu taifa lao. Wanatumikishwa.
Unazungumzia miaka ya nyuma kidogo, walikuwa wanasema kwamba vyuo vikuu ilikuwa ni chemchem. Kwa napitia nyaraka mbalimbali zinaeleza kwamba kizazi cha kuanzia miaka ya 60 mpaka miaka ya 80 kinatambulika kama kizazi cha dhahabu. Kwa maana katika vyuo vyao walivyokuwa wakisoma, hususani wakiongozwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ilikuwa inaongozwa na midahalo ama mijadala ile mikali ambayo mwisho wa siku ilikuwa inasaidia kuweza kujenga na kuunda sera za kitaifa. Mambo mengi sana yametokana na mawazo ambayo wasomi walikuwa wakiyatoa. Lakini nakuja kuanzia miaka ya 90 jambo lilianza kupungua, lakini kwa sasa hizi watu wengi wamekuwa wakilaumu vyuo vikuu, ambapo ndio idara ambayo pengine wewe unasimamia kwa mkoa huu wa Mwanza, kwamba imesimama kabisa. Kuna mawazo yanayotolewa, watu wapo kimya, unaweza kusema akili zimekaa dormant, watu hawana yale mawazo ya kuchangamsha, ambapo mwisho wa siku unaweza kusema tunapata yale maoni ambayo yanakuja yanalisaidia taifa. Hali katika mkoa wa Mwanza ipo vipi? Ni kweli vyuo vikuu mawazo hayatoki, hamna watu wanaojadili, hamna midahalo, ama jambo hili kwa mkoa wa Mwanza lipo vipi? Kwanza kabisa ndugu yangu, nipende kukuweka wazi kwamba swala la makongamano kwa mkoa wa Mwanza, makongamano yanafanyika. Na huyu ambaye anasema kwamba makongamano hayafanyiki, huenda sio mkazi wa Mwanza, ila kama ni mkazi wa Mwanza ajue tu makongamano yanafanyika na yatazidi kufanyika ya vyuo vikuu. Ya vyuo na vyuo vikuu. Na huwa kuna mijadala ambayo inajadiliwa mle ndani. Ndio. Na huwa mnaweza mnakuja na sera mbalimbali ambazo zinakuja kuonyesha siku zabadilisha mambo katika jamii na taifa kwa jumla. Kiuhalisia iko hivyo. Naweza kutupatia hata mfano wa mambo kadhaa ambayo umeweza kuhudhuria, mwisho siku mjadala ulikuwa ni mkali, jambo hili likatokea na mwisho siku mambo yakaenda kabadilika kidogo. Kwanza kabisa niweke wazi kwamba vyuo na vyuo vikuu katika mkoa wetu wa Mwanza hatuna yale matabaka kwanza ya uvyama. Bila kujali kwamba hawa ni vijana wa Chaso, hawa ni vijana wa ICT, hawa ni vijana wa wapi. Huwa kuna wakati tunakaa na tunazungumza kwamba kipi kiende hivi, kipi kiende hivi, kipi kiende hivi. Na tunalifanya hilo kwa ukubwa zaidi. Lakini tukirudi pale kwenye mijadala ya vyuo vikuu, umeniambia kwa mkoa wa Mwanza mambo haya yamekuwa yakifanyika kwa kiasi kikubwa. Zamani wanasema kwamba mijadala ikiwa inafanyika yalikuwa yanakuja mawazo ya kisera ambao mwisho wa siku unaona yanasaidia jamii na taifa kwa ujumla. Kwa hapa Mwanza kama hili jambo limekuwa likifanyika, kuna ushahidi wowote ambao unaweza kumthibitishia mtazamaji wetu kwamba hili jambo lilikuwa hivi, mwisho wa siku kutokana na mawazo ambayo wasomi wa mkoa wa Mwanza tuliketi tukazungumza, tuliweza kulibadilisha kutokana na mawazo ya kisomi likaja likaa katika mtazamo huu? Ndo niweke wazi tu kwamba makongamano na midahalo hiyo huwa inafanyika. Lakini pia tumekuwa na changamoto moja. Kizazi chetu kimeitwa kizazi cha Gen Z. Kizazi ambacho nisiseme ni ujuaji mwingi, nashindwa kuiweka ni katika namna gani. Hali ambayo inapelekea sometime hata serikali inaona hatuna mchango katika taifa hili. Lakini ni kwamba tumekuwa ni watu ambao tunahoji hata pasipopaswa kuhoji. Mtu akiwa ana mashaka na jambo fulani haruhusiwi kuhoji. Ni haki yake kikatiba kuweza kuhoji, lakini unakuja unaona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo sio vya msingi kiuhalisia. Lakini huyo mtu ana mashaka, anatamani kulijua hilo swala. Anajibiwa na anakihoji na anajibiwa. Ni sahihi kuhoji. Ni sahihi kuhoji. Unasema kwamba kizazi hiki cha Gen Z na umekosa neno ambalo unaamini kwamba ni labda la kuwawekea, la kuwapatia, lakini unaonyesha kabisa kutokuridhishwa na tabia yao ya kuhojihoji. Sio kutoridhishwa na tabia yao ya kuhojihoji, lakini kutoridhishwa na tabia ya kuhoji vitu visivyo na msingi. Mfano kwa maana kwamba imefika wakati mtu mwenye akili timamu anakuja anakuambia kwamba hatuoni umuhimu wa kuwa na serikali hii. Lakini pia anakuja mwingine anakuambia kwamba tunataka kuikomboa serikali yetu. Azifu hii serikali haijakombolewa. Azifu hii serikali na changamoto. Ndugu mtangazaji na jamii inayonizunguka, inayoniangalia huko mbele yetu, nipende kuwaweka wazi kwamba serikali yetu ni imara, serikali yetu ni madhubuti, serikali yetu imeweza kutatua kero za wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu, na bado kwa kiasi kikubwa nazidi kutetea na kutatua kero za wasomi wa vyuo na vyuo vikuu. Changamoto zilizopo ni chache na kiuhalisia katika maisha ya binadamu changamoto hazijawahi kuisha. Lakini kwa namna ambavyo amekuwa akiwa na tabia ya kuhoji
huoni kwamba ndo wanawapatia watu ambao wapo katika nafasi kuweza kuwa wanaona hili jambo hili na maana halijaeleweka, lazima tulifanye katika namna ambayo inaweza kueleweka, wakisema kwamba hakuna jambo lililofanyika? Huoni kama kuna mazingira ambayo ya kuonyesha kwamba hili jambo limefanyika na lifanyike katika mwongozo huu? Wanahoji nini? Mambo ambayo wamesema kwamba wanakuwa wanahoji, wanasema kwamba serikali hii haijafanya kitu. Sasa ngoja nikupe mfano. Unaposema serikali hii haijafanya kitu kwa wasomi wa vyuo na vyuo vikuu, na inashangaa mtu ambaye anasema serikali hii haijafanya vitu ni mtoto wa mkulima mmoja kama mimi, ambaye leo hii 600,000 ya bumu ikitolewa, ile meals and accommodation na tuition fee ikitolewa, atarudi kwao shamba kulima. Alafu anakuja anasimama anasema serikali hii haijafanya kitu. Na mtu ambaye anahoji kwa namna hii, unahisi ana akili timamu? Naona hiyo pia ni changamoto. Kuna wakati basi inabidi tulete matherapist katika vyuo vyetu waweze kufanya kazi. Na mwenyekiti, tunapokuwa tukielekea ukingoni, kwa maana ya mwaka jana, mwaka 2025 Oktoba 29, kuna matukio ambayo yaliweza kutokea, matukio ambayo ukikumbuka za kuzingatia kwa wale ambao waliweza kupoteza mali zao, lakini pia kwa wale watu ambao waliweza kupoteza maisha. Ni matukio ambayo mwisho wa siku yanakuwa yanatuacha na doa la kimaumivu sana katika mioyo zetu. Lile jambo kwako mwenyekiti, ulitazama vipi? Ilikupatia picha gani kwa kesho ya Tanzania? Ni wazi kabisa kwamba kama taifa tumeumizwa na hilo jambo, lakini pia kama wasomi wa vyuo na vyuo vikuu pia tumeumizwa na kusikitishwa na hilo jambo. Lakini kwangu mimi nasikitishwa na mambo mawili. Moja kabisa ni kwamba tumepoteza nguvu kazi kubwa ya taifa ambao ni vijana, kwa maslahi ya watu wachache, hususan wanasiasa. Kwa sababu ukiangalia watu wengi waliokuwa wanaenda, walioumia kwenye maandamano yale, vijana wa wakulima kama sisi. Wasomi ambao huenda ni mtegemezi katika familia zao. Jambo ambalo kiuhalisia ni wimbi kubwa katika familia, lakini pia ni wimbi kubwa kwa taifa. Ndio, labda ukiwa kama mwenyekiti wa Senate ulipata nafasi labda kuweza kuzungumza, kwa sababu unafanya kazi na kundi la vijana, ulipata nafasi baada ya kuchaguliwa kuweza kuzungumza ama katika mikutano na matukio mbalimbali ambayo unakuwa unakutana na vijana, ulipata nafasi labda kuweza kuzungumza nao na kueleza njia sahihi za kuweza kudai madai yao, ukiachana njia ya kuweza kuwa wanaharibu mali za watu? Tumekuwa tukifanya mara kwa mara. Hii ni katika makongamano, mijadala, lakini pia hata tunapokuwa tumekaa mmoja na mmoja hivi tunaelekezana wazi kwamba sisi kama wasomi tunafahamu, tumefunzwa ni namna gani unaweza kuipata haki, kwa sababu tunajua kwamba haki inakuwa sambamba na wajibu. Wanasheria kidogo hapa wanaweza wakanielewa kwamba hakuna haki bila wajibu. Sasa wewe kama kijana ukiwa unapokuwa unaidai haki yako, lazima utengeneze mazingira sahihi ya wewe kuipata haki yako. Huwezi kuidai haki yako katika uvunjifu wa amani. Mwishoni kabisa, tukiwepo hapo, na jambo gani la kuweza kuzungumza na kundi la vijana wasomi na hata wale ambao si wasomi kuhusiana na wajibu wao kwa taifa hili la Tanzania, wajibu wa kizalendo kabisa ambao utakuja kuisaidia kesho ya taifa hili? Kwanza kabisa nina mambo machache ya kuzungumza nao, lakini kwanza kabisa ni kuweza kuambia kwamba wasomi wa vyuo na vyuo vikuu, bila kujali wewe umetoka wapi, hali status ya maisha yako ni ipi, waende wakajikite na kile kilichowapeleka vyuoni. Ikiwa na maana kwamba tukaende kulirudia lile ambalo ni lengo letu kuu la kuipata elimu. Lakini kitu cha pili ni kwenda kuhakikisha tunailinda nchi yetu kwa wivu mkubwa. Tunailinda serikali yetu na viongozi wetu kwa wivu mkubwa. Asije akatokea mpuuzi yoyote. Kwa sababu hakisha kuwa mtu ambaye anaichonganisha taifa letu, huyo ni mpuuzi. Mpuuzi yoyote kuja kuwashawishi kuweza kuibomoa amani ya taifa letu. Lakini la tatu na la mwisho kabisa ni kuhakikisha kwamba hawatumiwi vibaya na viongozi wa vyama vya siasa. Nikizungumza hivyo ninaenda sambamba kwa wale ambao baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanaweza kuwahimiza kuweza kufanya maandamano, kuweza kufanya migomo. Wanasahau kuwa wanayo majukumu mengi ya kuweza kufanya katika kuliokoa taifa letu. Asante, kushukuru sana Mheshimiwa Kenneth. Nashukuru sana. Kwa dakika kadhaa, unaweza kusema dakika 20 hivi ambazo tumeweza kuzungumza vitu vingi sana ambavyo mwisho siku
vina uwezo wa kuwa vinaleta picha fulani ambayo labda vitatusaidia huko mbeleni. Nashukuru sana. Bwana, ilikuwa ni mahojiano ya moja kwa moja na mwenyekiti wa Seneti ya vyuo na vyuo vikuu kwa mkoa wa Mwanza, ndugu Kenneth Jeremia. Hapa mkoa ni dakika kadhaa ambayo tumeweza kuzungumza vitu vingi. Sasa tumezungumzia swala zima la bodi ya mikopo ya Tanzania na mazingira ya wanafunzi wa vyuo vikuu, lakini pia tumeweza kuzungumzia masuala mazima ya kizazi hiki cha vijana cha Gen Z, hususan wale ambao wapo katika mazingira ya vyuo vikuu.